Every single song anatoa is #1 hit. I know you all absolutely loving. Show your love for one and only Ken Reze. Shit, sikiza story mse, twende. Lazima nipigie watu hizi story. Pengine watu unajua kasikia safari watu wanasahau maneno mawili matatu. Chapa story yako siku flash ka tissue. Congratulations my friend. Yeah. Verse of the year, artist of the year, and stage performer of the year. Stories za Reze. Noma ikaingililia hapa sasa. Ngoma ikakaa Mlambalolo imeingia. Alafu ethic mi wa respect juu before them there was no room quite sana for new artists kusema ukweli, ilikuwa tu sisi nini the same way mimi nilikuwa jaribu sana kupush wasanii wengi wa new, but nikifika kwa matenje nini unapata presenter anacheza tu ngoma zangu, anacheza tu huyo msee mwingine maybe sile tuko hapo, but anyway hizo ni story mob zingine za kando. So ethic wa the breaking ground for everyone else mwenye akakam. The same thing na Kenya mimi nilifanya 207 for akina Octo wote major nani wakapata hiyo breathing space ya kuingia, because bila teach ilikuwa salvation song wenye musema ili break through from sasa joto kwa joto akina Nameless akina nani hawa so walikuwa hiyo time. So teach ilisaidia wase kukafunguka, watu wakakam wengi venye tu Lambalolo ilidu, watu wakakam wengi kwa na generation next. So kidogo Gengeton kukam, watu wa kwanza wenye alianza kusema maboy wanaimba nini hizi ngoma zafanya nini, ilikuwa media. But they were so powerful na walikam kijeshi mpaka ilikuwa ngumu kwa stop, ikabidi aibu ikafanya acha tuseme tu iko sawa. But in real sense Gengeton ilifind the breathing space juu pia wa Kenya walikuwa wamenisio vibe. Jiondo time media imetubashi naanza kuingiza ngoma za nje, na ngoma za nje wanaimba gugu baba bobo, hakuna hata message, lakini mnajaribu kutuambia vile hizo ndo content really. Sasa Gengeton ikapenya ikaingia katulia bila media bila nini. Sasa turudi kwa ule Jonte, ule msee wangu wa mtaani mwenye nasema ni fan wa Rezi, amesikia hizi Gengeton ni fan wa hiyo sound pia juu anaelewa hii ndo ile sound, hii ndo ile kitu akina Rezi walikuwa na do, so the fan base is the same. Lakini sasa Jonte na ile 130 yake, sio wanasema ako na 120 hiyo 120 yake ajaba na nini, so sasa anajua hawa nao hawachezwi kwa TV, so itabidi nijue venye nacheza na ido yangu ni by bundles. Juu hapo tu ndio maana sikiza Gengeton. So ule fan wangu wa mtaani hapa ndo nashukuru sana Gengeton, wali bring a whole generation ya mafans wangu wenye walikuwa wanaweza ningoja kwa TV. So watu wakaanza kuingia kwa mtandao, ndio ukaanza kuona mangoma za mtaani zinafika million views, kwa sababu there's nowhere else to see these people apart from social media. So mimi nashukuru sana so Gengeton, and this should be credited to you for life. Mlileta wase mpaka ule mse wa jaba wa mtaani anachukua doa na spare na buy bundles. Unaona juu asipodu hivyo hakuna mali atawaona, chezi kwa radio amko kwa TV. At your point sasa hizi vitu zimechange, so unanielewa. Ika happen wakafanya wasee wakakuja subscribers wako kwa wengi kwa mtandao, so ikakuwa ni an unstoppable movement. Sasa wacha mapromoter fake na watu fake wenye walitaka kuja kusaina maboy kuwa use, na wasanii wenye waliwatumia pia watokee kibao wengi. Mimi nilikuwa jaribu kukutana nao na show manze, mtu asiwaambie, watu wataanza kuambia wengi ati unajua sasa ndio mmekam, so kamini manze mchukue mbao, sijui kamini mchukue ashu wasio wako wanne, tunajua sasa ndio mna rise. Ati mtu anakamkuambia hata niwashutie video alafu niweke kwa channel yangu, kumbe msee anajua ana monetize. Wacha niwashutie video alafu mkiwapeleka mashow mtanipea hii percentage. They didn't need that manze. Ama boy walikama wakaido their own way na masimu zao na kushoot video vile iko na uwezo wao.
Msanii wa Gengeton kali kwa na 5,000 na akafanya video ya 5,000. Hiyo ndo 5,000 alikuwa nayo. Ako better off than msee alikuwa na mita lakini akafanya video ya finje. Au akitoa hiyo 5,000 ujui amespend how long kungetio do. So God alikuwa na bless jani yao juu pia hawakuwa na dharau, ni kama walikuwa wameinvest everything they have into the little things they did. Mtu akatoka huko akawadanganya, "Sasa lazima mkae hivi, lazima mfanye hivi, ndio mkae hivi, ndio mkae hivi," wakaanza kuwaletea pressure kwa life zao. Then sijui hawa swali wa sign watu wakaanza kuenjoy, si kwa ubaya, ndio interviews ni muhimu nini but sijui point walifika wakaanza kufeel ni kama they need media again. Hapo ndo sikuelewa. Wakaanza kuenda interview, so wakarudisha nguvu yao wapi? Kwa wasa media. Kurudisha nguvu yao kwa wasa media, wasa media wakasema, sasa sisi ndio tutawaambia vile ile siku Gengeton itaisha. Haikuchukua hata 1 year. After walianza kwenda hizo interview nini. Unaenda interview uko na positive energy, msiana kuinterview anakucrash mazee mbele ya screen. Anakuambia tu kitu inakukatisia. Na nilikuwa naona wasanii wa Gengeton wengi walikuwa hata ukiangalia interview zao kwa utafilm uchali kuna mali amekatisika. Lakini ana keep too strong, jueni msanii ni celeb, let the interview go on. Lakini personality yake ina show. Watu wakaanza kuni kama kuona vingine in person. Kumbe nani upo hivi? Mbona sasa amejamsi waongee? But muambie wasanii, protect your energy man. Ukiona negative energy mahali piga kona, toka hapo. Energy yako as an artist is very important. Always protect your energy. So si wakaanza kuenda hizo interview. Wewe niambie, last year but one, nani walianza kusema is Gengeton dead? Headline ati radio, ati TV presenter manzee wa Kenya anasema hivyo, na anajua maboy pandemic imeingia, anajua is Gengeton dead, ati imeisha. Alafu Kenya unajua word of mouth boom, mafans imeisha. Wapi man? Kwanza sasa ndo hasa wanachafua mbaya. Mmefanya mpaka some of them wanaanza kuchange music, wanatafuta muziki type fulani, kumbe ndio wana lost. So muziki zao hazikam na ile excitement na ile freedom na ile raha walikuwa nayo. Muziki wako wanafikiria sana muziki, walikuwa na feel muziki. Kuna difference ya kufikiria muziki na kufeel muziki. So wakaanza kufikiria muziki. Alafu mna depress ile design mnawamezeshea, mnajua vizuri si maboy wa mtaani. So what's wrong with boy wa mtaani kuishi mtaani? So the same media that ilikama ikaingia maboy kawaleta hivi, kawachukua saidi walikuwa at their peak kujaribu kuonyesha tutafanyia hii na hii, ndio ikawa break man. Na the same people wenye walikuja kuwa sign na madeals zenye hata hazieleweki, ndio mimi nimeongea na some of them. Unacheki. So mimi naweza sema ni they didn't need to beg. Walikuwa wameleta revolution noma na freedom of speech, na ni wasanii wa deadly. Na mimi mwenyewe hata si ati na mimi by the way mimi nimse mu believe na need media na need social media. By media na macha TV, radio, gazeti. I need them all man. Na sipendi tu watu wakiandika negativity about Kenya. Ni poa pia tukisema vitu fiti most of the time man. Mimi kwanza ushindwa watu kila saa, what's wrong with Kenyan music? What's wrong nini mzee? Mbona tusiseme vitu fiti man? Si tuli create history, utapiga story ya muziki ya Kenya ukose kupiga story ya grandpa unless wewe ni mtiaji. Lakini mbona ni utafuta ile story mbaya? Mbona msiseme wada wa moto yenye ili shut down? Hivyo ndo kunaendanga ili shut down TZ, UG, wapi, South Africa, Niger. Lakini ili haili East Africa. Me I'm very sure so Bongo wanatupenda sana juu hizo muziki tulifanya hiyo time. Na si hatukongi kwa game usema tena sasa ile ati muziki zimefungiwa. Si usema chezeni zote, lakini chezeni Kenya hata percentage fulani. Juu hata TZ wanacheza muziki pia zote, lakini zao ni almost 90%. And it's only right, si siri kitu ati watu wanaisema chini ya maji. Ni ukweli. Ukienda hizo nchi zingine wana hail muziki zao fiti sana.
Na utasikia mtu ametoka tuko kila siku anaongea mbaya juu ya Diamond. Ni sawa, wana put the good and the bad, but the good is a good percentage. So wakaanza kutreativo. Niko na story fulani ya kuna time niliperform na Ethic Masinga TTT ile Amandai nini tulikuwa kwa 2019 I think. Ilikuwa event imeorganiziwa na Kiss. So bahati mbaya ama poa, one of the organizers pia alikuwa my in-law, unacheki. So msee amenisuggest kwa room kwa sababu Rezi ni performer, si juu tuko related ama nini. Amenisuggest tu by the way tunaweza ita Rezi nini, ndio hizi mashow zake watu wanaona ni fire. Mimi by the way so I respect most of them ni juu ya performance, ndio watu usema Rezi ni bad, akiingia ni shut down. So performance yangu inajulikana, ni one of the best performances hata in East Africa. I'm very sure mimi unaweza niweka anywhere man na nitabamba awase ikweli cho ya mabudamo atoi. I know how to maneuver with performance cause ni tena narudi back to ni experience man. Mimi nilikuwa na perform ingine akina Dufla hiyo time wako na hizo mangoma bigi matempo, lakini wataua, lakini silenda ingia. Dufla alikuwa anapenda kuniambia nigga mazee unafanyanga nini mazee juu kuna venye nikiingia nimeingia man. Na ni noma. Me by the way I'm very confident with my performance always yani. Na mu give 110%. Mtu ananijua atakwambia. Whether nipate msemo mmoja ama wasemita show ni ile noma. So nimeenda kwa msemo amenisuggest kwa meeting. Imagine kuna presenter wa Kiss alisema why Rezi kwa nini? Msemo ameisha. Msemo imagine presenter hata walichujwa tayari huko. Unaona? Msee anasema hivyo. Ati why Rezi? Imagine. Si mbaya lakini wachaga wasiwa break bread. Sasa wamekido yao. Unaweza toa tu opinions, useme wewe msanii unataka akue, but usi bash wewe msanii amementioniwa na mtu mwingine. Patia sio unakanja. Unaelewa? So ika happen nikakuwa kwa show after a long fight, niko kwa show. Lakini nilikuwa kama msee sikujionaga kwa hiyo poster nini, lakini unacheza tu chini. Ndio unajua utafika siku ya show atajua. So kama ikiwa posters the last 2 days to the show nini, simi nikatoa poster nikaanza kupost, nikamwambia sasa ndakuwa nini. Nimefika unajifanya tu fala saa hiyo. Shatumiwa do fresh. Nikopoa kila kitu, transport nini boom twende. Nikaenda na Sosun alikuwa amekaa kama surprise artist. Jipuka Diva I love you baby mazee. Tumeenda na yeye sasa Masinga. Ndai na shuma ngoma zetu, tuko na roofers, tumewasha kitu, kuna drinks nini kuandae, vum kana bamba ka safari. Tumefika Masinga. Tani fast forward to story kafika saa short kwa backstage. Sio sana feel Rezi mazee ati utaanza. Ni perform before Ethic nianze. Mimi sinaga noma. Ndio mnataka nianze? Haina noma, si ni organizer zao wanasema Rezi ameisha. Sema ina noma. Chali anze. Lakini saa Reckless big up by the Reckless mtu wa nguvu. By the history ya chorus. Mimi nimekuwa msema chorus by the way kama chorus powerful. But na respect Reckless pia as an artist mwenye anawezeka hook na bebe mziki ya bebe ngoma na hook tu. Na respect Reckless akasikia historia ya Rezi kuanza show. Niliona alikuwa easy kidogo, alikuwa anasikia kuambia wase nyinyi mnajua ni nani, mnasema perform before sisi. Lakini kulikuwa na some of the members pia wa hiyo crew walikuwa wanaona sisi ndio wale, wacha situfunge. So wasa Kiss nayo wanasema ni ilikuwa organizers na wasa walikuwa hapo. Rezi aanze juu ana feel na kina nani ndo wa hot saa hii nini. At any point mimi siwezi sahau. Mimi hata leo ukinipeleka mahali ni perform na msee kama Jarul, ndajua Jarul ni nani. Hata kama hajatoa ngoma saa hii lakini najua yeye ni nani. Akiingia pale kunaweza kuwa na utata. So
Maju apparently kwa na hizo respect. So either way acha niendelee na story. Mimi nikasema ni sawa. Kwa show yangu ilikuwa moto. Nikiona kwa na perform na wasanii wengi, siekagi shows juu ya 2 hours mimi. Brief fiti, usimalizie wasanii wengine time. Acha kila mtu apige fiti. Show ibambe. Kuna wasanii wengine mkiperform akisikia line up anakuja hapo na show ya 2 hours anawaharibia time, mnaenda mnaperform huko sijui ma 3 asubuhi ma 5. So either way iza ikafika time ya performance. Mimi nikitoka kwa stage na kuambia kwanza ilikuwa imejaa watu kata usita wamekaa mkona Rezi na Ethic. Mazeni niliingia kwa hiyo stage. Kwanza niliingia na Dumbala. Ken Rezi. Tin Gamba Ken Rezi remix ya Dumbala J na mada we eruption. Hiyo ni ngoma ya kwanza, hivyo ndo nimeingia show. So nilikuwa nataka kuwa show. Unajua saa nyingine ilikuwa kipoa kujionyesha wewe ni nani na kuongea mingi. Hii ndio kenye na show, nilikuwa najifanya tu hivyo, niko nimetulia nini juu. Unajua itafika saa ya kazi, watajua wewe ni nani. Sometimes let your job speak. Na kuambia nilikuwa na perform, Xtiandiela alikuwa hapo the whole show na shoot tu show yangu hivi na kamera. Kibe, nakumbuka Kibe ndo alikuwa Kispe hiyo time, alikuwa amesimama huko chini anaangalia tu performance hivi. Nakumbuka mafans walikuwa wamechizi. Nakumbuka ilikuwa noma. After Dumbala nikaperform Tichi, nikaperform hivyo ndo kuna Ndaga, nikaperform mpaka ngoma mpya mlipatana wapi, na kumbe watu walikuwa wanaijua word by word. Show ilikuwa noma, hit after hit, wasio na cheesy, wasio naimba word after word. Show ni powerful, energy ni noma. Sasa hiyo Ethic wamekaa. Wow. Sasa after what to do? Na bado hata climax sijafika. Wacha nikaita Sosu, nikaambia siko na surprise. We Sosu aliingia aliingia na toroka, watu wakachizi. Siku moja shida zitapata shida, nduru venye alianza tu verse. Tukapiga Baby Boo live. Wacha sasa ifike saa ya dawa ya moto, nikaambia Rofas washa kitu, nikawasha Kivujen kwa stage. Nimeshika hivi Kivujen na kiwasha. Itawa zima moto, ching ching ching. Tosuna kwa hapo boom, dawa ya moto ni moto. Ding, dawa ya moto. We, nilikuwa naruka karibu hata, yani ilikuwa ni noma, zile vitu Travis Scott ufanya majuu.
jo tuliua style ingine tukamaliza show. Mimi nakwambia Ethic waliingia walikuwa haikuwa one of their best shows, yani juu mimi nimeona show zao, but walikuwa psyched kiasi. That going after hapo tulika pamoja tukajiset manze tukipiga ma story, nikakamkuelewa poa, tukavibe tu na ufiti man. Lakini unaona as corporates and as promoters who understand the game, mnafanga kupanga hizi vitu na heshima. But me any day sije kwa msiati nataka nifunge zi. Mimi na performing tu man. Sasa bora watu wamekaa mtu watu wamejaa, kila kitu iko set, sound iko set, naingia napiga kazi. All in all maze Gengeton mimi nawatakia mema, nataka muendelee man. You don't need to beg anyone, you don't need anyone. Sai hata msi strain sana, msi stress man. Kaeni tu chini, andikeni ngoma tu with the love na with the freedom na with the fun moments that you have man. Nyinyi wa young bado. Na imagine si late ukirealize sai by the time unafika 35, by the time unafika 40, you can be a billionaire na mziki tu. Ifanyeni be smart, on your masters. History at YouTube sijui lazima monetize na nani. YouTube unaweza jimonetizea 1000 subscribers, 4000 watch time, unatuma nini kwa YouTube, una apply for monetization, utatumiwa kanini fulani na post office from YouTube wenyewe, unaweka hiyo code, hiyo namba, alafu unaanza kumake do yako wewe mwenyewe, hakuna mtu unakata bread na yeye. Ona sasa YouTube imeanza kutax, wewe bado unaweka third party hapo. Atido yako inakuja mtu anachukua 30% na bado unataxiwa na bado no man. Lazima ifike time wasee waambie tu hizi keys kiukweli. Jimonetize ngoma. Sasa hii Kenya au need manager unless ni manager na come through anakulipia vitu, unaona yenyewe msee amechange lifestyle yako. Uko na keje, uko na nini? Amekutoa kwa hizo shida ndogo. Si manager mwenyewe, wewe namba za simu wewe ndio uko nayo, watu unampea tu saa kuongea. Kwani hujui kuongea? Una get? You need to have a manager who is putting something that you don't have in the table. Sijui unanielewa. Yani kama mimi kuna time hata nikiwa grandpa ilifika mahali nilikuwa naambia Refiga now we are bigger than Kenya mazi. Tunataka mazi tupige malap Rwanda wapi nini. Na ilikuwa happen man, ni venye shetani hapendi mahali kuna prosper. Na wewe jua devona work double shift, so put God above them all at any given time. So Gengeton mazee mimi nawapenda sana na nataka sana muendelee mazee. Na mimi nimerudi kwa games haina ubaya kuwa motivate tu. Juu mimi nikikam kwa games kuwa na huruma ati wewe msanii mimi amekaa mtu muembrace. Kwanza kuna wasanii wengi wamejifanya wamuembrace, kumbe walikuwa wanawatumia tu nyinyi ku stay afloat ndio wabaki relevant. Juu sasa ile mnakuaga na noma, hao wasanii wenye wa big wenye mmewapatia makolabo, mbona hawakuangi hapo kuwatetea ama kuongelelea kuambia Gengeton is still alive and nini mbona wako hapo saa hiyo? Hiyo na actual live, these people are just using you to stay relevant. Mimi sikudunga ngoma na nyinyi juu hakuna msanii alinipigia simu alikuwa anataka collab, na mimi hiyo time nilikuwa nawakia my staff, so in real sense nilikuwa nawaangalia kenye mnadui na nibamba. But hata saa hii msanii wa Gengeton akimpigia simu tufanye collab tunafanya. Tusikue na ego man. Mimi nikifeel na need msee nilitafutaga, nakumbuka nilitafutaga Reckless sana. Nakumbuka ni venye tu maybe hatukupata chance ya kupatana kwa studio. Nakumbuka tulitafuta Boondocks Gang kwa project nyingine ya so soon, lakini hawakutokeaga. Tukafanya na maboy wengine watu wakali wao pia ni wanoma by the way. So na try to kuwa show kitu moja ni you need to move and you need to know where you're going. Sasa hivi hakuna chat sijui hype tu man. Sasa ni monitor, hakikisha story yako ina make do. Hakikisha unadu Kenya unapenda. Ukiamka asubuhi film mazee ni pressure kukua msanii, achana hiyo kitu unapenda kuduna, si kitu unafaa kudu. It has to be fun. Na saa nyingine jani uko hard, si ati ndio mgive up, ndio the strong. Juu mlikuwa wengi pia. So saa nyingine vitu si devil, ni God anapanga ile design ya. Let the strong survive. Saa nyingine industry uko hard juu kila mtu nyata. Kuna times kila mtu alikuwa anataka kuwa msanii, mpaka ma comedian watu wanakuja kurap. Ati acha tuonyeshe wasanii juu hakuna mtu anaimba.
Jo, na ndo nakwambia mu jam sana wasa kidharau muziki by the way. Mika una dharau muziki hatuwezi hata kaa tuongea. First of all respect my job, alafu ndo tupige story. Sijui unanielewa. So mimi nikikamigi na kisha nimeka the intellect kwa muziki, na kisha mtu akisikia anajua hii ni kazi ngumu kufanya. Alafu sijui mbona wasanii ndio huambiwa kesho ukiamka sijui na ukue sauti imepotea. Kwani wasanii tu ndio uko na tragedy? Mbona sisikiangi pilot akiambiwa na kesho ukiamka uko kipofu? Mbona msanii tu ndio na kesho unaweza amka mguu yako iko nini? Una kitu kingine unafanya? Kwani Dr. Ezi amka kesho akue mazee mkono zote yani sijui mbona usanii ndio career uweke watu vikwazo. So let's come together as artists that we need kukaa pamoja juu tukule lunch tufanye nini. But anywhere you go, just speak good of the music industry, man. Just speak good of the industry. Juu industry ni wewe, man. Mimi hautawahi nipata nikiongea negative about industry yenye niko, man. But as from now mimi ndakuwa naongea tu ukweli, na ndio maana kuna hii platform ya stories za Kendrezi. Because the only thing I'm speaking is the truth, man. Na mnaweza kuwa testimony, mnaweza attest to what I'm saying ni ukweli. So Gengeton na watu wana talent, hata nisioite watu kwa nini naita watu. Gengeton na maboy wana talent, and you just need to keep going, man. Mimi nataka sana muendelee, na sasa hivi venye nimekam nataka. Unajua pia nilikuwa na show, mimi nikikam sikubembelezwa na wasi ati mimi kwanza nikikam ndo sasa kinajua kali sawa natoa makwa heri ni noma. So na compete with my peers at their best. Ni kama Kobe akicheza na Jordan, hiyo time Jordan ako prime. Sijui unanielewa. So mimi nili strive juu kulikuwa kutaf. So nyinyi mliembrace sana mpaka mkaanza kufikiria hii love itakuwa it's all love. It's not love, man. It's love until you become a threat, alafu unaanza kukanyagiwa. So we jua it's on you, the earlier the better mazee. Mimi nishachanua mazee, endeleeni. Na mazee msistop, na mimi mkinihitaji for any collab, man, mimi niko hapa. Namba ndo hiyo nini Mzuka. Afu mafans wangu pia sasa hivi venye tunaendelea na hizi mapandia mimi kinaendelea pia mazee, na appreciate sana for support yenu ku watch na kufanya nini. Pia ukitaka kusupport Rezi na wewe ndo hiyo namba bado unaweza tuma kitu na respect kali ya ngoma uweza mbaya. Unaweza tuma kitu, itajaza mahali, itajenga mahali. Kuna a lot coming mazee. Na kutakuwa na kuna ndaza kuleta guest kwa hii stories za Kendrezi. Kuna setup tunadu, itakuwa big and a better setup. So endeleeni kusupport, endeleeni kupenda vitu tunafanya. Nashukuru sana, na nawaambia muziki kibao zinakaa, man. As Rezi mimi nimewaandalia vitu mob zinakaa. Afu Gengeton vile tu nimesema, rudini back, man, endeleeni vile inafaa. Acheni hizo split mnamekiwa nazo, sijui mme breaks, sijui chungulo, sijui channel mme delete kila kitu. Man, hiyo ni historia noma. Wacheni kutoa hizi vitu kwa mtandao. Be proud of what you've done. Nimba kwa wale wasoniuliza na grandpa naambia history. Utanipata nikiongea mbaya juu ya grandpa, hata juu ya Rafiki ama Visita ama nani, man. Juu as you grow unaelewa that is history, man. Na wase wakirabish history yenu ndo inatolewa kwa map. Tulifanya kitu amazing, ni hard kufanya, si kitu rahisi kufanya. So we celebrate instead of we crash. So let's all celebrate our music. Let's all be proud of what we do. Let's be good at what we do, and let's continue doing what we do. Mtu yote asikushikilia nyuma. Tufanye ama presenter ama DJ wa realize mazee, love ya Kenyan music haifai kuwa forced. Kama unataka utacheza, kama utaki utacheza. But sisi tunawaambia live, tunawahitaji as much as tunahitaji social media and everything. We need you guys. Na tusicompete, tu complementiane, man. Au sio? Kesho huwezi jua nani ananoma, tukamtupa moja, tumekmzikia Kenya iende mbali na iende mbele. That's the only way we can do this. Au sio? So bless up, mimi nawapenda sana. Kaboom mazee, au sio? Peace out.